umeweka msingi wa haki. Ufufuo umeweka msingi wa haki katika Kristo Yesu. Umeweka msingi wa haki katika Kristo Yesu. Kitabu cha Warumi ile sura ya 10. Warumi sura ya 10. Warumi sura ya 10. Ule mstari wa 9 na wa 10. Wa 9 na wa 10 Biblia inasema, lakini kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na ukiamini moyoni mwako ya kwamba Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Mnisikilize. Msingi wa imani ya wokovu haupo katika kifo cha Yesu. Msingi wa imani ya wokovu upo kwenye kufufuka kwa Yesu. Na kama Yesu asingefufuka, imani yetu ingekuwa ni bure. Lakini asante Yesu kwamba alikufa na akafufuka. Tumeokolewa kwa sababu Yesu alifufuka. Biblia inasema, ukimkiri Yesu kwa kinywa na kuamini ya kwamba Mungu alimfufua, utaokoka. Kwa hiyo tumeokoka kwa sababu tunaamini ya kwamba Mungu alimfufua katika wafu. Na kwa sababu tunaamini, tumeokoka, tumezaliwa mara ya pili. Unisikilize vizuri. Ile neno kuokoka, maandiko yanasema tunahesabiwa haki ndani yetu kwa njia ya wokovu. Na ile haki inayozungumzwa, maana anasema kwa kinywa unakiri, kwa moyo unaamini hata kupata haki. Nisikilize. Ile haki inayozungumzwa kwa Kiingereza imeandikwa righteousness, akiwa na maana ya right standing with God. Maana yake kusimama mbele za Bwana pasipo kulaumika. Kila mtu aliyezaliwa mara ya pili anasimama mbele za Mungu pasipo kulaumika. Maana yake hauna hatia yoyote mbele za Bwana. Ukimpokea Kristo moyoni mwako, hatia yako inaondolewa. Unakuwa ni kiumbe kipya, na Mungu akikutazama anakuona ni kama vile haujawahi kutenda dhambi. Kwa nini? Umemwamini Kristo aliyefufuka. Na mimi nataka nikwambie jioni ya leo, asije akatokea mtu yoyote akikwambia kwenye dhehebu lenu hakuna wokovu. Maadamu umemwamini Kristo aliyefufuka, unao wokovu ndani yako. Na wakitokea watu wanaosema hama dhehebu lako, njoo upande wa huku, wakatae, kwa sababu tunaye Yesu aliyefufuka. Naye Kristo aliyefufuka. Unisikilize, hakuna kanisa la wokovu ila kuna mtu aliyeokoka. Hakuna jengo lenye nguvu za Mungu ila kuna mtu mwenye nguvu za Mungu. Hakuna mahali penye miujiza ila pana Kristo mwenye miujiza. Kaa kwenye kanisa lako, kaa kwenye dhehebu lako, na mpokee Kristo ambaye amefufuka. Jesus. Ukimwamini Kristo aliyefufuka, unahesabiwa haki. Na maandiko yanasema hakuna hukumu ya adhabu juu ya yeyote aliye ndani ya Kristo. Maadamu Kristo yuko ndani yako, tembea kifua mbele. Wakisema dhehebu lako halina wokovu, mwambie na Yesu moyoni mwangu sina hatia, sina hukumu, nimesamehewa. Haleluya! Shakaraba sandarabusa. There is no judgment anymore. Hakuna hukumu tena juu ya watu walio ndani ya Kristo. Watu wasikutapishe na injili za bure, wakiwaambia huku kuna Bwana. Mungu anakaa ndani ya mioyo yetu. Oh, haleluya, haleluya. Kila aliye na Kristo ana uhuru ndani yake. Jamani, haleluya, haleluya. Jesus. Kristo ndani yetu, uhuru wa kweli. Jamani, haleluya. Sasa unisikilize vizuri. Ukimwamini Kristo aliyefufuka, sio tu kwamba anakuondolea hatia na anakuhesabia
anakuhesabia haki, lakini ile haki anayoweka ndani yako anakustahirisha kupokea mema yote ya msalaba. Anakustahirisha. Nifuate vizuri. Kitabu cha Warumi sura ya 4. Warumi 4:23. Warumi 4:23 mpaka 25. Biblia inasema, lakini haikuandikwa kwa ajili yake tu, kwamba ilihesabiwa kwake, bali na kwa ajili yetu sisi, mtakaohesabiwa vivyo hivyo, sisi tuliomwamini aliyemfufua Kristo Bwana wetu katika wafu, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki, na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Unisikilize. Tulimwamini Kristo aliyefufuka ili tuweze kuhesabiwa haki. Maana yake tuweze kustahirishwa kupokea kile ambacho msalaba umefanya. Kwa kila mtu aliyemwamini ana haki ya kupokea kila kitu ambacho msalaba umefanya. Kwa hiyo una uwezo wa kutembea kifua mbele ukiwa na uhakika ya kwamba kilichofanyika msalabani ni kwa ajili yako. Tofauti ni kwamba Wakristo wengi hawajui msalaba umefanya nini kwa ajili yao, na kwa sababu hiyo wanaishi maisha ambayo hata Mungu akiwatazama asa haya maisha sio ya kwao. Kuna maisha ambayo nimewafia ili waweze kuyapokea. Kanisa, mnisikilize vizuri. Yesu alikufa ili waliokataliwa wakubalike tena. Yesu alikufa ili walio wagonjwa wapone tena. Yesu alikufa ili walio maskini watajirike tena. Yesu alikufa ili waliokataliwa na dunia wakubalike na watu na wakubalike na Mungu aliye hai. Na hiyo haki ni ya kwako, na leo unaipokea kwa jina la Yesu aliye hai. Wangapi wananielewa? Kama huelewi, mimi naelewa mwenyewe. Jesus. Bwana asifiwe. Amen. Yaani ukitazama haya maandiko ni kama vile kufufuka kwa Yesu kuliondoa vigezo na masharti yote ya wewe kupokea na kubarikiwa kwenye maisha. Mfumo wa Agano la Kale ulikuwa na masharti magumu. Ilikuwa ni ngumu kupokea, lakini Yesu alipoenda msalabani alivunja yale masharti ili wewe ujue tu namna ya kupakua ndani ya Kristo na ufurahie kwenye maisha haya. Ezekieli 21 mstari wa 27. Ezekieli 21:27. Ezekieli 21:27. Biblia inasema, nitakipindua hiki nacho hakitakuwa tena, hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake, nami nitampa. Ukisoma Biblia kwa jicho la msalaba unapata mtaji mkubwa sana. Lakini ukisoma Biblia kwa jicho la Agano la Kale utatumia nguvu nyingi sana kupata matokeo, na huwezi pata. Biblia inasema nitakipindua mpaka atakapokuja ambaye ni haki yake, na mimi nitampa. Kwa kuna vitu ambavyo Mungu alikuwa navyo ambavyo ni haki ya wenye haki, lakini alikuwa anazuiliwa na mifumo. Kwa anasema atapindua mifumo
ili aliye mwenye haki aweze kupokea kilicho haki yake. Na tunajua ya kwamba mahali pekee mifumo ya ufalme wa giza ilipinduliwa ni msalabani. Alipindua mifumo ya giza, alipindua kila vigezo vya giza ili wewe uweze kupokea baraka. Biblia inasema alifanyika laana, akaenda msalabani akaihukumu laana ili wewe ufurahie baraka. Alipigwa kwa msalaba akayahukumu magonjwa ili mwenye haki ayapokee bure kwenye maisha yake.